Ninaamini kila mwanadamu ambaye amezaliwa na kuishi katika uso wa dunia anatamani siku moja aweze kufanikiwa katika maisha yake. Hata mimi nayezungumza hapa ninayo malengo ambayo natamani kuyatimiza katika maisha yangu. Nina imani hata wewe ambaye unanisikiliza muda huu, yapo baadhi ya malengo ambayo unatamani yaweze kutimia katika safari yako ya maisha. Lakini si kila mwanadamu mwenye malengo huwa malengo yake yanaweza kufanikiwa, kwani wapo mamilioni ya wanadamu ambao walimaliza muda wao wa kuishi kwenye uso wa dunia wakiwa bado hawajatimiza malengo yao. Ukijitathmini, je, unadhani nawe utakuwa miongoni mwa wanadamu wachache watakaofanikiwa kutimiza malengo yao? Inawezekana bado hauelewi kama utakuwa miongoni mwa wanadamu ambao watatimiza malengo yao ama utakuwa miongoni mwa wanadamu ambao hawatatimiza malengo yao. Lakini ukijua siri hii, utaweza kujitathmini na kujua kama wewe ni moja kati ya watu watakaotimiza malengo yao au kama wewe ni moja kati ya wanadamu ambao hawawezi kutimiza malengo yao, kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo huwa vinamchelewesha mwanadamu ama vinamzuia kuyafikia malengo ambayo anatamani kuyatimiza katika maisha yake. Na katika video hii nitakwenda kukwambia vitu vitano ambavyo vinakuchelewesha kuyafikia malengo ambayo unayatamani kwenye maisha yako. Kama nawe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na vitu hivyo, basi video hii nimeitengeneza mahususi kwa ajili yako. Kama unatamani kuendelea kujifunza vitu mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Vifuatavyo ni vitu vitano vinavyochelewesha mafanikio yako kimya kimya bila wewe mwenyewe kujua. Namba 1, mikopo inayopitiliza uwezo wa kipato cha mkopaji. Ninaposema baadhi ya mikopo ni mibaya katika maisha yako na inaweza ikakuchelewesha katika safari yako ya mafanikio, simaanishi mara zote mikopo huwa inakuwa mibaya. Kuna baadhi ya nyakati mikopo inaweza kukusaidia kujikwamua katika changamoto mbalimbali ambazo zinakukabili katika maisha yako. Lakini swali ambalo unatakiwa kujiuliza na kuliweka akilini, je, mikopo ambayo unaikopa ina manufaa katika maisha yako ama inakurudisha nyuma? Asilimia kubwa ya mikopo ambayo binadamu wengi wanayo katika maisha yao si mikopo ambayo inawasaidia katika safari yao ya mafanikio, bali ni mikopo ambayo inawarudisha nyuma. Yaani kama mtu ambaye anajaribu kusonga mbele alafu amefungwa kamba, kuna watu wanaivuta kamba wakijaribu kumrudisha nyuma. Hicho ndicho kitu ambacho mikopo huwa inakifanya katika maisha yako. Kuna baadhi ya nyakati unaweza ukajikuta umeingia katika madeni ambayo ni makubwa kuliko kipato ulichokuwa nacho. Hapo itakulazimu kujituma sana katika shughuli zako za kila siku, lakini mwisho wa siku jasho lako lote halitaonesha matunda yoyote kwenye maisha yako. Badala yake, kila kipato ambacho unakipata kitakwenda kwa wadeni wako. Na mara nyingine, kwa sababu umekuwa mtu mwenye madeni kuliko kipato ulichokuwa nacho, kuna muda utalazimika kwenda kukopa deni jipya kwa ajili ya kwenda kulipa deni la zamani. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, madeni si kitu kizuri katika maisha yako. Kama unaweza kuishi maisha ambayo yanaendana na kipato chako ama chini ya kipato chako, ni vema ukaishi maisha hayo, kwa sababu kama utakuwa mwanadamu unayeendekeza madeni makubwa katika maisha yako, ninakuambia ukweli, safari yako ya kufanikiwa itakuwa ngumu sana, na usipokuwa makini hautaweza kufanikiwa katika maisha yako. Namba 2, kuambatana na binadamu wasiokuwa sahihi katika maisha yako. Wapo binadamu mbalimbali ambao tunaambatana nao katika safari yetu ya maisha. Katika binadamu ambao tunaambatana nao, wapo watu sahihi, lakini wapo wasiokuwa sahihi. Utakapoambatana na binadamu sahihi kwenye safari yako ya maisha, itakuwa ni rahisi kutimiza malengo uliyokuwa nayo katika maisha yako, kwani hao ni watu ambao watakupa moyo pindi utakapokuwa katika anguko la kiuchumi, watakusaidia kusimama pindi utakapoanguka, lakini watakuwa na wewe katika nyakati ngumu za mateso. Na hao ndio watu ambao unawahitaji katika maisha yako.
Kama utaambatana na binadamu wasiokuwa sahihi katika safari yako ya maisha, hawa ni watu ambao watajenga ukaribu na wewe kwa sababu kuna manufaa ambayo wanayapata kutoka kwako. Wataondoka na kwenda mbali na wewe pindi utakapopita nyakati ngumu za maisha. Hawa ni watu ambao wanakutumia kwa ajili ya maslahi yao binafsi. Hawa ni watu wasiokuwa na maono makubwa katika maisha yao. Watakukatisha tamaa katika safari yako ya maisha na mwisho wa siku utashindwa kufanikiwa. Jambo ambalo unatakiwa kulizingatia na kuliweka akilini: ndege wanaofanana huwa wanaruka katika anga moja. Hakikisha unakuwa karibu na binadamu wenye malengo kama wewe. Hakikisha unawaweka mbali binadamu wanaoweza kuwa kikwazo na kizuizi ambacho kitachelewesha ama kuyazuia mafanikio yako. Namba 3, tabia ya kuahirisha mambo katika maisha yako. Katika dunia ambayo tunaishi mimi na wewe, wapo baadhi ya watu ambao wana mipango mingi kwenye maisha yao, lakini kila ambacho wanakipanga huwa hakitimii katika maisha yao kwa sababu wana kawaida ya kuahirisha. Kuna baadhi ya wenzangu na mimi ambao kila mwaka unapoanza huwa wanasema utakapofika mwezi wa pili nitakwenda kuanzisha biashara, lakini mwezi wa pili unapofika wanaahirisha na kupanga tena kipindi kingine, lakini hata kipindi ambacho wamejipangia kinapofika wanaahirisha tena na kupanga kipindi kingine. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Kama wewe ni moja kati ya wanadamu wenye tabia ya kuahirisha mambo, hiyo ni tabia ambayo itayachelewesha sana mafanikio yako, na kama hautakuwa makini huenda usifanikiwe kabisa katika maisha yako. Unapopanga jambo fulani katika wakati fulani, hakikisha iwe mvua, liwe jua, kuwe upepo, kuwe giza, kuwe nuru, unakwenda kulitekeleza jambo hilo, kwani kama utakuwa mwanadamu ambaye una mipango mingi isiyotimia, hata ndoto zako pia hazitotimia katika maisha yako. Namba 4, uoga wa kuthubutu fursa mbalimbali ambazo huwa zinakuja katika maisha yako. Uoga ni moja kati ya sababu ambazo zimekuwa zikiwafanya asilimia kubwa ya wanadamu waishie kuwa maskini katika maisha yao. Ngoja nikwambie kitu kimoja, unajua katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, zipo fursa mbalimbali ambazo huwa zinakuja katika maisha yetu. Watu ambao huwa wanajitoa wakaiweka hofu pembeni, wakathubutu kupambana na fursa ambazo zinakuja katika maisha yao. Fursa hizo huwa zinageuka na kuwa milango ambayo inakwenda kufungua mafanikio katika maisha yao. Lakini asilimia kubwa ya binadamu ambao huwa wanaogopa kuthubutu fursa mbalimbali katika maisha yao, hao ni wanadamu ambao mafanikio yao yatachelewa sana, na kama wasipokuwa makini huenda wakafa wakiwa maskini. Ninaamini wewe ni moja kati ya binadamu wanaotamani kufanikiwa. Kwa sababu hiyo, hakikisha hauachi fursa ambazo zinakuja katika maisha yako. Namba 5, kuishi katika mazingira ambayo hayasapoti ndoto na mipango uliyokuwa nayo. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, moja kati ya vitu ambavyo vinaweza kupelekea ndoto zako zikatimia ama ndoto zako zikashindwa kutimia ni aina ya mazingira ambayo unaishi. Kama mazingira ambayo unaishi yanasapoti ndoto zako, basi ni mazingira ambayo yatakusaidia kufanikiwa haraka. Lakini kama mazingira ambayo unaishi yanakuwa kikwazo ama kizuizi cha kufikia malengo ambayo unayo katika safari yako ya maisha, hayo si mazingira unayotakiwa kuendelea kuishi, bali ni mazingira ambayo unatakiwa kuondoka ili ukafanikiwe katika malengo uliyokuwa nayo katika safari yako ya maisha. Yapo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako sina budi kuishia hapa. Ninahitimisha nikiamini lipo jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo.